Bwana Yesu asifiwe. Amen. Tuna moyo wa shukrani kwa yote ambayo yamepitika katika ibada letu. Na sasa tunakuwa na muda wa kutafakari neno la Mungu. Na kabla ya kulitafakari neno la Mungu, nimeshindwa kusimama mara pili. Ninamtolea Mungu shukurani kwa makuu ambayo anaendelea kututendea na kutendea wanawake. Ni kweli kabisa kina mama wetu kutafuta license inachukua muda mrefu, inachukua pesa nyingi na kadhalika, lakini kuipata inakwenda kusaidia jamii yetu na kanisa kwa ujumla. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni jambo ambalo tunatakiwa kulishukuru. Lakini pia tumeweza kusafiri kuanzia juzi usiku, tukaenda Melbourne na tukarudi usiku na tena tuko mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana apewe tukufu, umrudilie kabisa. Leo si mafundisho na si mahubiri. Si ndio? Haiko mafundisho na haiko mahubiri, lakini leo nakwenda kukuchemsha. Yawezekana kuna jambo ambalo hulikumbuki, tukumbushane siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwaka wa 1996, kwa wale ambao walikuwa pale Kongo, kwa upande wangu binafsi, tarehe 24 ya mwezi wa 10 ni tarehe ambayo hakuna mtu wa kabila langu anaweza ukasahau hiyo tarehe. Tarehe 24 ya mwezi wa 10 mwaka 1996 ni wakati ambapo vita vya songa mbele vilianza, vimetokea Uvira na kuanzia Makobola mpaka zone ya Fizi mzima wote walikimbia. Waliokuwepo mahali pale, kuna baadhi yetu wanaweza akawa amekimbia akiwa na lile litaa kwa mkononi, akiwa na kioo hapa, lakini ni siku ambayo baba zetu hawawezi wakaisahau tarehe hiyo. Na watu walikimbia kabisa, wengine walikuwa kwa mguu, wengine kila mtu alitumia njia anayoiweza kwa ajili ya kukimbia vita. Na kabla ya vita havijatokea, kabla hiyo tarehe haijatokea, kuna vitu ambavyo watu walianza kuviona. Si ndio? Nataka nivikumbushe baadhi ya vitu ambavyo tulianza kuviona. Kitu cha kwanza mimi nilichokishuhudia, watu walianza kukosa chakula. Kwa wale wa upande wa Uvira, tukaanza kwa kupata ugali unatumia kitu kinaitwa katwija, si ndio? Unaikumbuka? Ile ilikuwa ni njaa. Hakuna Mfuliru ambaye alipashwa kula kwa sababu atumie kwanza katwija. Unapata muhogo, unaukausha vizuri, unapata unga mzuri sana. Lakini katwija ilikuja baada ya kukosa chakula, unaanza kuikausha kwa nguvu kwa siku ili upate chakula. Tuko pamoja? Kwa upande wa huku Fizi na wenyewe walikuwa na jina lao. Unaona? Yaani kuchukua muhogo umeutwanga leo na upate nini? Upate unga na upate chakula. Ni jambo ambalo lilitisha sana. Kutokuwepo kwa mishahara kwa wafanyakazi. Watu walianza kukosa, hakuna mishahara. Pesa imeporwa. Pesa imefanya hivi. Watu walianza, wafanyakazi wengine pesa imekufa na hakuna pesa inaonekana. Ikawa iko shida mno. Maaskari wa Mobutu walianza kupora watu ili wapate chakula, ili wanyang'anye kuku yako ili maaskari wapate chakula. Iko story moja ngumu sana ambao wazazi wetu walipitia. Kapita akikataa na chakula, siku hiyo halali mnyumba. Hakuna cha kapita kama askari apate nini? Chakula. Wanyama, kila askari aliyekuwa na libunduki lake alienda porini kuua nyama kiolela ili kupata nini?
chakula. Nilishuhudia kitu kingine. Watu walianza kuwa na ubaguzi. Wewe uko wa wapi? Wewe uko wafasi fulani, wewe uko wa Nganja, wewe uko wa Fizi, wewe uko Kongo yetu. Takuta vitu, kila mtu anasema wewe ni wafasi fulani, wewe ni wafasi fulani. Ikatokea hivyo. Ajali na zenyewe zilianza. Boti ilikuwa inatoka fasi fulani, inaenda fasi fulani, ajali inatokea. Yaani mwishowe kabisa mauaji ikaanza kutokea. Mtu mmoja amekufa sehemu, mtu mwingine alikufa sehemu. Na kila mtu alianza sasa kutafuta ni njia gani itamwezesha ajiokoe na vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni njia gani? Kila mtu alitafuta kwa njia yake. Na kila mtu alitafuta ni kitu gani ambacho iko nacho. Si ndio? Nikiwauliza hapa, kila mmoja ataniambia siku hiyo mimi nilikuwa sokoni. Mmoja atasema vita ilipokuja mimi nilikutaniwa niko sokoni. Ulikuwa na nini? Biashara, si ndio? Mwingine ataniambia ulikuwa na nini? Na pesa. Nilikuwa ningali kuuzisha tu kupata pesa na vita ikakuja. Mwingine atasema mimi nilikuwa na nguo zangu tu na nikaacha na watoto na kila kitu na nikakimbia. Si ndio? Mwingine atatuambia mimi nilikuwa na mkuki. Nilikuwa nikitoka kuwinda mnyama porini na nikakimbia. Alikimbia na nini? Na mkuki. Mwingine akasema mimi tulikuwa tunaenda kuvua samaki na tuliporudi vita ikaja na ilibidi tena turudi baharini. Walikuwa na nini hao watu? Boti. Si ndio? Wengine atasema mimi nikutaniwa niko kwenye baiskeli na sikufika kunyumba tena na nikaenda. Mwingine atasema gari, kwa wale ambao walitoka kule ngambo za Uvira, tuliona magari naanza kupita, wengine pikipiki. Sasa kwa kujiokoa, kila mtu alikuwa anajiokoa na kile alicho nacho. Kuna watu ambao niliona ishara moja, mtu askari anakuja ampige mtu risasi, lakini anachukua jiwe ndio anapiga askari. Mwenye kuwa na bunduki, wewe huku mikono mitupu unachukua jiwe unaanza kumpiga ule askari. Yaani kila mtu alikuwa akitafakari ni kitu gani ambacho kitamuokoa. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Na nilishuhudia kitu kimoja ambacho Mungu alikifanya. Siku moja tukakimbia mwaka 1997 porini, kule hakukukua chakula kabisa. Watu tulikuwa tunaenda tunang'oa miogo, tunapata unga, lakini hatuna mboga. Hatuna nini? Hatuna mboga. Lakini Mungu alifanya kitu kimoja cha maishara kule porini. Kila kamto kalileta maji. Na kila kamto kaliwekwa samaki. Na zile samaki zilivuliwa kulingana na kile ulichokuwa nacho. Kama zilikuwa zinakuja samaki nyingi tu, ukichukua hata jiwe unapiga, samaki kamoja katakufa, utakachukua. Ukipiga mara 10 utapata na samaki 10. Sasa waliokuwa na kitenge, wale kitenge au shuka hii ya kukamata hivi, wale walikuwa wanauzisha samaki. Ndio wanaenda wanauzisha kwenye watu wako wanalala porini. Maishara ya nani? Ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka tujifunze, wewe una nini? Una nini? Nikiuliza hivi mkononi una nini, utaniambia una nini? Sasa nikikuuliza una nini utasema? Mwingine una nini? Biblia inakuuliza tu una nini. Aliyekuwa anakimbia alikuwa na gari. Mwingine alikuwa na hiki. Hivi wewe hivi ninavyosema uko na nini? Biblia, simu, kalamu, unaona?
tutajifunza leo wewe una nini. Bwana Yesu asifiwe sana. Somo letu ni una nini. Tunasoma kitabu cha Kutoka sura ya 4 mstari wa 1 hadi wa 5. Biblia yangu inasema hivi: Musa akajibu akasema, lakini tazama, hawataniamini wala hawataisikia sauti yangu, maana watasema, Bwana hakukutokea. Bwana akamwambia, ni nini hiyo ulio nayo mkononi mwako? Akasema, ni fimbo. Akamwambia, utupe chini. Akaitupa chini, nayo ikawa nyoka. Musa akakimbia mbele yake. Bwana akamwambia Musa, nyosha mkono wako kamshike mkia. Akaunyosha mkono wake akamshika, naye akageuka kuwa fimbo mkononi mwake, ili kwamba wapate kusadiki ya kwamba Bwana Mungu wa Ibrahimu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo amekutokea. Amen. Tuombe. Mungu, asante Mungu uliye juu ya mbingu zote, tunakushukuru kwa sababu uko pamoja nasi. Tunakushukuru kwa neno lako. Kabla tujaendelea kulitafakari, Bwana, tunaomba uonekane mahali hapa. Tunaomba Bwana Yesu tufungue masikio ya roho kama vile ya mwili, ili kile tunachokisikia kiweze kutujenga katika maisha yetu hapa ulimwenguni.